Mengine siku 40 za wezi watatu wa kuku zilifika Jumapili katika mtaa wa Kayole mjini Naivasha baada ya wakazi wenye hasira kuwavamia wezi hao waliokuwa wakimwibia jirani wao kuku, huku wakiwapa kichapo cha mbwa kabla ya kuteketezwa. Mwanahabari wetu Willy Dennis Njiru na taarifa hii. Moshi ungali watamba angani, wananchi wakitazama kwa masikitiko, wakitambua kuwa kikulacho kinguoni mwako, kwani wanaoangamia hapa ni majirani wanaowafahamu. Tunawaombea sana. Waashe hii mambo. Tukawaombea tu. Hata mimi niko na wajukuu. Nawaombea sana. Usiku wa kuamkia leo kuna watu ambao walikuwa wanaiba kuku. Na wakati waliingia kwa boma walitoka na kuku, so wakati huko kwa hiyo boma wenye walikuwa naiba kuku kulikuwa na zile scrap metals. Sasa walikuwa narudi raundi tu. Inadaiwa kuwa washukiwa hao waliingia nyumbani kwa mfugaji wa kuku na kuanza kuwapakia, hali iliyopelekea kuzuka kwa makabiliano kati yao na mzee mwenye nyumba. Inasemekana mzee huyo aliwashinda nguvu na kuwapiga makonde. Alitorokea mahali hakuna penye anaweza toka, akarudi. Sasa ndio wakaanza kuungengana na ule mzee, na akaweza kuonga huyo mzee, akaweza kuonga mwizi rungu moja, na mwizi wakati ule mzee alishika huyo mwizi akiwa chini, ndio akagonga huyo mzee rungu mapua, na waribishana sana, ndio wakafika mahali watu wakachomwa. Baada ya kupata kichapo cha mbwa, washukiwa hao walimtaja mtu anaendesha mauzo ya mali hiyo ya wizi. Walimfuata nyumbani kwake na kumpa adhabu kama wenzao, hali iliyosababisha kifo chake baadaye. Nilipigiwa simu saa 11:30 na bibi yake. Akatuambia home amepatwa na ajali, ameambiwa ameiba. Na yeye ametolewa kwa nyumba, na kutoka saa 1 usiku alikuwa kwa nyumba. Sasa ikakuwa ametajwa aje achukuliwe. Wakati hawa walishikwa walitaja ule ndiye anatafutianga market. Hawa wakiiba ule ndiye anatafutanga market. Si walikuwa naiba kuku. Sasa ule ndiye ana market. Ule ndio marketa wao mkubwa. Aidha, mahakama imetiliwa doa kwa ulegevu wa kushughulikia kwa ukali washukiwa wanaofikishwa mbele yake, huku malalamiko ya ongezeko la wizi katika eneo la Kayole yakizidi kushamiri. Wezi wamekuwa too much. Na wezi wamekuwa wengi. Saa zingine pia judiciary pia wanatuangusha, kwa sababu wezi tukishika wezi tukipea polisi wakipeleka mbele, judiciary inaachilia wale wezi. Halikadhalika, vitengo vya usalama vimekashifu pakubwa tukio hili, wakiwaomba wananchi kuzingatia vitengo vya sheria hali kama hii inapojitokeza. Willy Dennis Njiru, TV 47.